Baba Mungu, ninakushukuru. Asante kwa neema na baraka ya mtoto huyu. Ni matendo makuu. Yesu wa neema, mtoto huyu wewe pekee unajua namna ambavyo weza kumlinda akiwa tumboni mwa mama yake. Ndivyo kama unavyosema kwenye kitabu cha Yeremia 1 kuanzia ule mstari wa 4, 5 na kuendelea, kwamba ulimjua tangu tumboni, alipotoka ulimtakasa ukamweka kuwa nabii wa mataifa. Ndivyo Bwana, mtoto huyu akiwa tumboni, tulikuwa mahali hapa tukiomba, ukasema atakuja mtoto wa kike naye ataitwa Debora. Alikuwa Debora nabii mbele zako Bwana, naye ni nabii mbele zako Bwana. Na pia Bwana, kama wazazi walipotoa jina la Angel ni malaika, akawe malaika mwema kutoka kwako Bwana, akawakilishe ufalme wako Bwana. Hivyo nami ninambariki katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Mtoto huyu akue kwa kimo, kwa hekima, akupendeze wewe Bwana, kama tunavyoona kwenye kitabu kizuri cha Luka ya kwamba Yesu alikuwa kwa kimo na hekima, ukiwapendeza watu wote na Mungu. Nami nataka kwa mtoto huyu akue kwa kimo na hekima, akupendeze wewe. Homa zozote aidha ni za kitoto, hali ya hewa, vyakula, kwa mtoto huyu itakuwa mbali naye. Sijawahi sikia Yesu unaumwa popote. Nami ninatamka kwa mtoto huyu uzima utakuwa ni fungu lake, mafanikio, amani itakuwa ni sehemu yake, katika jina la Yesu Kristo. Madhabahu za giza za ukoo hazitashambulia mtoto huyu, hazitashambulia katika jina la Yesu. Leo hii amekuja mbele zako, ninamficha katika madhabahu yako Bwana, uliyoichagua na kuliketisha jina lako. Hivyo asionekane kwenye miungu, asionekane kwenye mizimu, asionekane katika jina la Yesu. Kama vile malaika wanaposema unamtafutaje aliye hai katikati ya wafu, ndivyo mtoto huyu hatapatikana kwenye kundi la mauti, hatapatikana kwenye kundi la magonjwa na laana. Ni katika jina la Yesu Kristo, damu yako Yesu imfunike mtoto huyu, hata atakapokuwa, ninatamka akaendelee sana na darasani, baadaye akaelewe sana, na akimaliza masomo apate kazi kiwepesi katika jina la Yesu, maana umeachilia roho ya utumishi ndani yake. Ni katika jina la Yesu kanisa tuseme amen.